Mara ngapi nimekaa, ni siku ya Dominika, sijaenda kanisani, sababu ni nini? Nimekaa kwenye kioo, nikaangalia msuko wangu kidogo haujakaa sawa. Hizi nywele siwezi kutoka nazo mbele za watu, ukaamua kubaki nyumbani. Hiyo ni dhambi ya kwenda kuungama. Mara ngapi niko na magauni yangu matatu ama manne, katika haya ndio nayaamini kutoka nayo mbele za watu. Katika magauni hayo siwezi nimeshavaa Dominika hii, Dominika inayofuata, kwa hiyo siwezi nikayarudia tena. Ngoja nibaki nyumbani mpaka zipite siku kadhaa, alafu watu wasahau ndio niende tena kanisani. Manake wewe unayo dhambi ya kwenda kuungama. Pita kwenye amri za kanisa, jipembue. Ndio maana Mtume Paulo anapoandika katika waraka wake ule wa kwanza wa Timotheo wa kwanza, ile sura ya 2 aya kuanzia ya 9. Timotheo wa kwanza sura ya 2 aya ya 9. Neno la Mungu linasema, vivyo hivyo na wanawake wajipambe kwa mavazi yenye kusitiri miili yao, kwa adabu nzuri, si kwa kusuka nywele, wala kwa nguo za samani, nguo za dhahabu. Ameeleza pale mbele. Sasa ameeleza mambo mengi pale, mpaka kule mwisho akaeleza sifa za mwanamke anapaswa kuweka kipaumbele katika uchaji Mungu. Naona kina mama hapa mnaniangalia nilivyozungumza hapa, si kwa kusuka nywele. Hakusema kwamba usisuke nywele. Biblia ina sababu yake nudhuni. Lengo usiweke kipaumbele kwenye nywele, usiweke kipaumbele kwenye nguo za samani, nguo za dhahabu. Utashindwa kuwa mcha Mungu. Miongoni mwa mambo niliyoeleza ni pamoja na haya. Inafika siku ya Dominika, hujaenda kanisani kwa sababu huna nguo ya maana ya kutoka mbele za watu, umeshafeli. Na vitu vingine kama hivyo. Ndio aliyokuwa anazungumzia Mtume Paulo. Ninachotaka, tuko kwenye jubilei kuu. Miongoni mwa kanuni za kupata rehema kamili na msamaha ni pamoja, cha kwanza wewe ni kwenda kuungama. Ungamaje? Nimeanza kueleza. Pima katika amri za Mungu, pima kwenye amri za kanisa na namna zilivyo. Alafu jambo la tatu katika kupima, unajipima kwa jamii inayokuzunguka. Unajipima kwenye jamii inayokuzunguka. Je, wewe ni Mkristo, lakini kwenye jamii inayokuzunguka wewe ni msaada? Kwenye jamii inayokuzunguka wewe ni giza au ni nuru? Maana kuna mtu akikaa mtaani, kila mtu anajua, yani huyu baba ana roho mbaya kuliko ibilisi. Huyu mama hafai. Jipime, jamii inayokuzunguka inakuchukulia wewe ni nani? Tumeitwa Wakristo wa Katoliki, tunaitwa kumtangaza Kristo. Tunaitwa maisha yetu yawe ni injili tosha. Lakini je, tunapokuwa kwenye maeneo tunakopita, huko tulipo kwenye jamii inayotuzunguka, wewe ndio huyo, ni nuru au ni giza? Umekuwa ni mfano wa kuigwa ama la? Na katika eneo hilo tunapaswa maisha ya Mkristo yawe ni injili. Hata kabla ya kutamka, watu wawe na cha kujifunza. Je, wewe ndio huyo? Ni kipimo kizuri ile jamii. Ukaona, je, nimesababisha uharibifu au sijasababisha uharibifu? Na vitu vingine kama hivyo. Ukishajipima kama hapo, umeshajua kabisa nina makosa kadhaa. Sasa unakwenda kujuta, kwa nini nimefanya hayo makosa yenyewe? Kujuta kwa nini nimekosa. Yani manake wewe hufurahi tu, lazima ukunje sura. Manake kwa nini nimekosa? Uugue katika moyo wako, kwa nini nimekukosea Mungu? Manake tunasema kujuta, kwa nini nimefanya dhambi. Ukitoka hapo bado hujainuka kwenda kwenye box la maungamo. Kinachofuata ni ile nia ya kwenda kuungama, lakini nia ya kuacha. Nia ya kwenda kuungama, lakini nia ya kuacha. Sawa, nimetenda dhambi, nitakwenda kuungama na Mungu ni mwenye rehema, atanisamehe. Je, dhambi nilizoungama ninaziacha au ninaendelea nazo? Tumsifu Yesu Kristo. Hebu muulize tena jirani yako, unaelewa kinachosemwa hapa? Hata kama anasinzia, muulize, unaelewa kinachosemwa? Baada ya
hapo kinachofuata ni nini? Kupokea malipizi. Kupokea malipizi. Umeungama na baba akakupa malipizi, kuyapokea na kwenda kuyatekeleza. Sasa hapa ni kuombe unisikilize vizuri. Mwambie mwenzako sikiliza kwa makini hapa. Unapokwenda kwenye katekisimu yetu na hata kwenye Code of Canon Law, wametutaka waumini, mbali na yale malipizi ambayo tunayopewa, embu ingia wewe, weka malipizi zaidi, kwa sababu ni kupitia malipizi Mwenyezi Mungu anatuweka huru, tunatembea tukiwa free. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna dhambi nyingine ambazo tumekosa, zimeacha madhara kwa watu. Kuna makosa mengine tuliyoyafanya ambapo kila mtu anapokumbuka anaumia, hata kama tumeambiwa samehe, lakini amekusamehe, lakini ukipita anakumbuka, moyo unauma. Wengine wamebaki na vilema kwa sababu ya makosa tuliyofanya. Wengine ndoa zao zimevunjika, kwamba ndoa imevunjika, mama ameachwa peke yake na watoto, sababu ni wewe. Umekwenda kuungama, sawa, umesamehewa, lakini je, mwenzako ndoa yake imekufa, amebaki na watoto. Watoto hawasomi watoto. Maisha yao yameshavurugwa. Kila analia, ananung'unika, akitoa machozi, akikukumbuka machozi yanatoka. Swali, unamtengenezaje huyu mama arejee sehemu yake? Ndio maana kanisa limetutaka uwe ni mtu wa malipizi. Umepewa sala za kusali, lakini bado hebu ongeza malipizi, na malipizi hayo hata gharama za kuhakikisha walau hata karobo tu, hata kuonyesha unajali juu ya madhara uliosababisha. Hili la malipizi kwa Wakatoliki wa kileo halieleweki vizuri. Ukishaenda pale ukiambia sali salamu Maria 10, utasali salamu Maria zako 10. Atukuzwe Baba 7, utasali salamu Maria 7. Sawa, haina tatizo. Lakini kumbuka, katika dhambi uliofanya kuna mtu anatoa machozi yake kwa sababu ya wewe. Malipizi yako ni nini? Wakati niko mdogo tulikuwa kwenye ule utaratibu kule kijijini kwamba malipizi yalikuwa yanapewa nafasi kubwa. Unakwenda kuungama dhambi yako, kama ni kubwa unaambiwa sasa kuna sala za kusali. Kasali rozari moja. Baada ya rozari moja kuna kwenda mtoni kubeba mawe kwa ajili ya kuja kujenga kanisa. Unakuta asubuhi wazee kina mama wako wamebeba vifaa, wako mtoni wamebeba mawe asubuhi. Sio kwamba wamepewa tenda, wako kwenye malipizi, wanakuja kujenga kanisa. Wakati mwingine kula misheni unakuta kuna mifugo, kuna nguruwe, kuna mbuzi na kadhalika. Basi kwenye malipizi unaambiwa asubuhi beba mzigo mmoja wa kuni, peleka malipizi. Angalau unapofanya na jasho linakutoka, zile gharama unazotoa katika moyo wako unajisikia kuna uwepesi fulani, kwa sababu malipizi umeakidhi. Leo mababa mpaka wanaogopa kuambia Wakristo kuhusu malipizi hasa. Maanake ukimtajia malipizi ya maana, kesho kanisani humuoni tena, anaondoka na kwenda kukanyaga mafuta huko. Tulishuhudia wakati niko mdogo, wakati mwingine dhambi walikuwa wanafanya, unaambiwa malipizi. Maanake tayari mawe yameshatosha, mifugo huko iko vizuri, unaambiwa malipizi. Utapiga magoti hapa misa ya kwanza mpaka misa ya 3. Ukienda asubuhi, si vijana wakati kidogo tumekuwa vijana, tulikuwa tunaendaga misa ya 3, unakuta mzee wa watu wamepiga magoti pale mbele. Sasa usifikiri labda pengine anasubiri kuja kukomunishwa, hapana. Ndio anafanya malipizi na anatii. Leo hii umwambie baba wa watu ameenda kuungama, bwana nimetembea na mke wa fulani, alafu kamwambia apige magoti kuanzia misa ya kwanza misa ya pili, kesho namuona tena. Na ndio maana sasa kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele, hasa nyinyi wa vyama vya kitume, tunao nafasi kubwa ya kuweza kurejesha hadhi ya imani, kuirejesha hadhi ya imani, ambapo kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele inazidi kupotea. Kwamba zamani hizo hapo nyuma, sio muda mrefu sana, unakuta kanisa linaheshimiwa. Hawezi mtu mbele ya kanisa, hata kama kuna barabara
kubwa akapita kama vile anapita sebuleni kwake. Hapana, utaona atageuka. Kule kwa tunakuta mama yuko na mkungu wa ndizi, anageuka anafanya ile sala mbele ya kanisa, anasali sala mbele ya kanisa. Lakini sio hivyo tu, unakuta mababa wanatembea kule mtaani, wanakwenda kutoa ule mpako mtakatifu kwa wagonjwa. Wanapita wakiwa na kengele kinalia, wamebeba ekaristi takatifu, wanawatembelea wagonjwa. Unakuta watoto wote walikuwa wanacheza na wazazi wote wanainama chini, wanapiga magoti. Padri anapitisha ekaristi takatifu, anakwenda kwa mgonjwa. Leo mambo hayo yapo? Ndio kwanza kanisa liko hapa, kule mbele kuna pulutebo, watu wameweka mziki, wameinama, vijana wanatoboa pulutebo mbele ya kanisa. Ndio tunakokwenda. Lakini tunayo nafasi, bado hatujachelewa. Maana yake ni nini? Kwamba kwa sisi wa vyama vya kitume ambavyo Mungu ametuita katika namna ya upekee, unapokuwa kwenye chama cha kitume, maana yake huko una utofauti na yule ambaye hana chama chochote. Ambapo sasa kwa ule umoja wetu kurejesha ile hadhi ya kanisa ambayo kwa watoto wetu leo tunapofanya utafiti haipo. Wa kuirejesha ni sisi, kuweka nidhamu ni sisi. Neno la Mungu linaposhikwa, linaposomwa, ile nidhamu ya kuirejesha, wa kurejesha sio padri, wa kurejesha ni sisi. Tukianza sisi, wale wengine watafuata, ni sisi. Jubilei kuu, rehema kamili, lazima uungane kwa namna ipasavyo.